Hujambo Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nami, jina langu ni D wa Keo TV. Karibu katika makala ya siku, na siku ya leo tunaangazia makala ya kisiasa ambayo inamhusu rais wa Venezuela Nicolas Maduro, lakini kubwa kuliko tunazungumzia uhusiano uliopo kati ya China pamoja na Venezuela. Kwa nini China haijaisaidia Venezuela? Wengi tumekuwa tukijiuliza swali hili, kwa nini China haijaisaidia Venezuela? Baada ya rais wa Venezuela Nicolas Maduro kukamatwa na jeshi la Marekani, kikosi maalum siku ya tarehe 3 Januari mwaka huu, ambapo kikosi maalum cha makomando katika jeshi la anga la Marekani la Delta lilimkamata kiongozi huyo wa Venezuela Nicolas Maduro, na wengi wakawa wanajiuliza kwa nini China haijaisaidia Venezuela kiulinzi ili Nicolas Maduro asiweze kukamatwa na jeshi la Marekani. Maoni yamekuwa ni mengi kweli kweli katika mitandao ya kijamii na watu wamekuwa na maoni mseto kweli kweli, lakini siku ya leo nakupa sababu zilizofanya China ishindwe kumsaidia Venezuela moja kwa moja ili rais wao Nicolas Maduro asiweze kukamatwa na jeshi la Marekani. Hapa nitaangazia sababu kadhaa ambazo zimefanya China ishindwe kuisaidia Venezuela moja kwa moja. Na hali ya sasa kule nchini Venezuela kumekuwa na sherehe za hapa na pale, watu wengi wamekuwa wakifurahi, lakini kwa upande mwingine watu wamekuwa na wasiwasi kweli kweli kuhusu mustakabali wa taifa hilo, kwa maana kwa sasa jeshi la Marekani bado linaendesha operation za ulinzi katika nchi ya Venezuela. Bila kupoteza muda, natoa sababu kadha wa kadha ambazo zimefanya China ashindwe kuisaidia Venezuela katika kumlinda kiongozi wake asiweze kukamatwa. Sababu ya kwanza ni mfumo wa ushirikiano, yaani uchumi dhidi ya jeshi. Ingawa China na Venezuela zina uhusiano wa kimkakati wa hali zote, lakini China mara nyingi sana imekuwa ikijikita zaidi kibiashara, kiuchumi na nishati, ambapo kumekuwa na uhusiano mkubwa kati ya China na Venezuela kwenye upande wa kiuchumi na biashara pamoja na nishati. Na kwenye uchumi na biashara, mara nyingi sana China amekuwa akimuuzia bidhaa Venezuela za kivita, hasa silaha na mifumo mbalimbali ya kiulinzi, lakini hawana mikataba ya moja kwa moja ya kuifanya China iweze kuingia kuisaidia Venezuela, ambapo Venezuela ikiwa imevamiwa iweze kuisaidia moja kwa moja. Hiyo ndio sababu kubwa sana ambayo imefanya China isisaidie Venezuela, kwa sababu mahusiano ya China na Venezuela yalikita katika uchumi, biashara na nishati. Kwenye nishati ni biashara za mafuta, ambapo China ilikuwa ikinunua mafuta kutoka pale Venezuela, lakini China ilikuwa inauzia silaha Venezuela na mifumo mbalimbali ya kiulinzi. Na kitu kingine ambacho kilikuwa kinawashangaza wengi katika mitandao ya kijamii ni ile rada ambayo China iliuzia Venezuela. Rada wanasema kwamba haijafanya kazi, haijaweza kutambua kwamba ndege za kivita za Kimarekani zinatua pale Venezuela. Lakini sababu ya pili ambayo imefanya China isaidie moja kwa moja Venezuela ni hii hapa, inasema umbali wa kijiografia na kijeshi. Venezuela ipo katika kile Marekani inachoita ni backyard, yani ipo eneo jirani kweli kweli na karibu sana na Marekani. Yani Marekani ipo jirani sana na Venezuela ukilinganisha na China, ukaribu ambao upo China na Venezuela. Kumekuwa na umbali mrefu kweli kweli kutoka China kwenda Venezuela. Kumbuka kwamba Venezuela ipo katika bara la Amerika Kusini na China ipo katika bara la Asia, ambapo ni mbali kweli kweli kijiografia. Ndio maana inakuwa inatumia masaa mengi sana kutuma msaada wa kijeshi kutoka China kwenda Venezuela, tutumia muda, na hata kama wakituma wanajeshi wao watafika tayari mashambulizi yameshafanyika. Na ifahamike kwamba
Marekani ilitumia dakika 124 tu kumaliza mashambulizi yote pale ya kumkamata kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro. Yaani walitumia masaa 2 na dakika 4 tu mpaka kumkamata kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro. Lakini sababu ya tatu ni diplomasia ya kutoingiliana kati. Yaani sera kuu ya mambo ya nje ya China ni kutoingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine kijeshi. Baada ya kuzuia kukamatwa kwa Maduro na China imetumia njia mbalimbali ili kuhakikisha kwamba inaisaidia Venezuela. Yaani kiufupi, sera ya China haijiingizi moja kwa moja katika kusaidia kuingilia mambo ya kijeshi ya nchi zingine. China huwa hajihusishi moja kwa moja na masuala ya kijeshi katika nchi nyingine, na kutokana na sera hiyo ya China ambayo inasema China haiwezi kuingilia masuala ya nchi nyingine ya kijeshi, lakini imeisaidia Venezuela kwa kutoa matamko mbalimbali. Tamko la kwanza ni tamko la kulaani. Wizara ya mambo ya nje ya China imelaani vikali tukio hilo, kitendo cha kijambazi, yani Homogenic Act, ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Ifahamike kwamba baada ya kukamatwa kwa Nicolas Maduro, serikali ya China kupitia wizara ya mambo ya nje ilitoa tamko la kulaani vikali kitendo ambacho kimefanywa na Marekani cha kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Lakini hatua nyingine ambayo China imeifanya ni shinikizo la Umoja wa Mataifa. China ni mshirika wa moja kwa moja wa Umoja wa Mataifa katika baraza lile la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. China naye ni miongoni, na ameweza kulaani vikali na kuhimiza mataifa mengine ambayo yapo ndani ya baraza la Umoja wa Mataifa kuweza kuchukua hatua kwa kile ambacho Marekani ameifanya. Lakini kingine, China imeweza kutoa madai ya kuachiwa kwa kiongozi wa Korea au kiongozi wa Venezuela ambaye ni Nicolas Maduro. China imechukua hizo hatua tatu. La kwanza ni kutoa tamko la kulaani. Cha pili ni kushinikizo la Umoja wa Mataifa, imeweza kushinikiza mataifa mengine ambayo yapo katika umoja wa Baraza la Usalama waweze kuchukua hatua. Lakini la tatu ni madai ya kuachiwa kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mke wake. Sababu ya 4 ambayo imefanya China isisaidie moja kwa moja Venezuela ni uhusiano wa China na Marekani. Ifahamike kwamba licha ya mikwaruzano ya hapa na pale, lakini China pamoja na Marekani imekuwa na uhusiano mzuri katika maeneo tofauti, maeneo hasa ya kibiashara, kwa sababu China inaogopa sana kupoteza uhusiano ambao upo kati ya Marekani na China katika upande wa kibiashara, kwa sababu China inategemea sana soko la Marekani katika kuuza bidhaa mbalimbali pamoja na kuuza teknolojia katika nchi ya Marekani. Lakini pia Marekani pia wapo wengi sana pale nchini China kwa ajili ya uwekezaji katika sekta mbalimbali. Hizo zilikuwa ni sababu ambazo zilifanya serikali ya China au nchi ya China isaidie moja kwa moja nchi ya Venezuela. Nimetaja sababu 4. Sababu ya kwanza nimesema mfumo wa ushirikiano kati ya China pamoja na Venezuela, kwa sababu mfumo wa ushirikiano haujikiti kwenye masuala ya kijeshi, ila unajikita katika masuala ya kiuchumi. Sababu ya pili ni umbali wa kijiografia na kijeshi, yaani kutoka China mpaka Venezuela ni mabara mawili tofauti ukilinganisha na Marekani na Venezuela ni jirani kweli kweli. Hivyo inakuwa ni vigumu sana China kuweza kuisaidia Venezuela pale ambapo uvamizi wa ghafla unaweza kutokea. Lakini ya tatu ni diplomasia ya kutoingiliana kati. Ifahamike kwamba nchi ya China huwa haingilie masuala ya kijeshi ya nchi nyingine, ndio maana haiwezi kuisaidia moja kwa moja. Lakini sababu ya 4 nimesema uhusiano wa China na Marekani. Hiki ndio kizuizi kikubwa, kwa sababu China pia bado ana maslahi na Marekani katika upande wa kibiashara.
Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification, lakini pia unaweza ukashusha comment yako katika sehemu ya comment section kuhusu uchambuzi huu wa moja kwa moja wa makala hii ya kwa nini China haijaisaidia Venezuela moja kwa moja. Jina langu D wa KUTV, tukutane wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.